Na mtazamaji, shukran sana kwa kuweza kuchagua MoTV Weekend 245, ikiwa inaweza kukuletea habari ya matukio yote yanayoweza kutokea ndani ya nchi yetu na taifa letu la Kenya. Barabara mtazamaji, yote hayo utayapata hapa, si pengine bali ndani ya studio zetu za MoTV 245 Weekend. Nambari ya arafa kama kawaida ni 1211. Ukiendelea kutazama, tuma jumbe na uweze kutuma comments zako ili uweze kutupea hisia zako jinsi unavyozipokea habari zetu kila Jumapili saa 1 jioni. Na kwa hayo mengi na machache, tuipepete habari ambayo ninaweza kuwaletea kwa kumbi wetu wa yaliyomo. Tazama. Serikali yaanzisha ujenzi wa soko jipya katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Utamu wa uchungu wa viongozi baada ya waziri wa kilimo Mutahi Kagwe kuwakataza kutumia majani chai kama silaha ya kisiasa. Na tuwaambia watu wa KTDA Matayarisho ya makala ya 3 ya nyika za Chepsaita yaanza kung'oa nanga rasmi katika kaunti ya Uasin Gishu. Mtazamaji, karibu. Na maelfu ya wafanyabiashara katika mji wa mpakani wa Malaba, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, watapata sehemu za kufanya biashara zao baada ya serikali ya kitaifa kuanzisha ujenzi wa soko jipya katika mji huo. Ujenzi huo ni afueni mtazamaji ya kuwaondolea masaibu ya wanaweza kuyapitia wao wanabiashara waliokuwa wakiendelea kuyaona na yanawasibu ndani ya miaka mingi ambayo wamekuwa wakifanya biashara zao. Soko hili ni sehemu ya kujichumia riziki kwa wafanyabiashara kutoka Kenya na mataifa mengine yanayopakana na mji huu kama vile Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kulingana na wafanyabiashara hao, wengi wakiwa wanawake, wamekuwa wakilazimika kuuzia bidhaa zao kando ya barabara na kuhatarisha maisha yao. Hali kadhalika, wanasema kuwa kuzinduliwa kwa ujenzi wa soko hilo na Rais William Ruto, ambao litagharimu shilingi milioni 350, umebuni nafasi ya ajira kwa vijana wengi nchini. Mimi niko na furaha, najua hii soko ikiisha jengwa, kila mtu atapata nafasi hapa na atakuwa na tabasamu ya kufanya biashara. Maana ukishafanya kazi yako, ikibaki utaweka mali pale, hautapata kama iko na kasoro. Niwaambie hule mama mwenye amekaa nyumbani, anategemea aletewe, awache asitegemea kukuletewa. Mimi kama kijana pia najivunia, nilikuwa mwanajua kali, nachomeka kwa jua na nyeshewa, lakini nafurahi sasa naenda kupata modern market mali tutakuwa tunauzia vizuri. Hii soko imenisaidia, nimepata kazi sasa. Saa hii mimi nika hapa ndani nafanya kazi ya ujenzi. Nashukuru sana Rais kwa kutupatia kazi. Ni wamama wote tunahusia kwa barabara, makari sinapita, mvua inatunyeshea, tunapata maachari kwa barabara, lakini kuanzia leo tunaona hii soko inaenda kuchenga, tutafurahi, tutashukuru. Wanasema kuwa mazingira duni yaliwanyima fursa ya kupanua biashara zao kwenye soko hilo linalotegemewa na wanunuzi wa nchi jirani ya Uganda. Hapa ilikuwa kichaka ile chafu sana yenye waizi na majambazi kila aina ilikuwa inaishi. Lakini saizi nashukuru kwa kutuletea soko na gorofa inaenda kuonekana kwa hao watu wa Malaba, Uganda na Kenya. Hili soko kabisa imelenga mimi kama mama wa kuuza omena na samaki. Kwa sababu samaki haielewani na jua. Tunashukuru sana wakituletea soko kama hiyo. Tutakaa ndani kwa furaha, tutakaa ndani tukiongojea wateja wetu. Atukumbuke sisi kama mama mboga pia, ili kwamba sisi pia tuweze kutoka chini na tukuje juu. Naye mbunge wa eneo hilo Ooko Kahunya amesema kuwa uwezeshaji wa wafanyabiashara katika eneo hilo utaimarisha usalama kutokana na upanuzi wa kazi. Pia soko hii itawezesha nchi jirani kwa sababu tuko kwa mpaka. Katika mpaka yetu soko hii pia itatumika na wale watu wametoka pande za Uganda. Itaimarisha mambo ya usalama eneo hii. Kwa sababu kuna nafasi za kazi ambayo itapanuka. Kutoka kaunti ya Busia, jina langu ni Jemedari Andere na hii ni MoTV Weekendi.
Na kwingineko, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amewataka viongozi wa kisiasa kukoma kutumia bei ya majani chai kama silaha ya kisiasa, akisema kwamba changamoto zilizoko katika sekta ya majani chai ni za kiufundi na zinahitaji suluhu za sera na kuboresha ubora wa mazao. Kagwe amesisitiza kwamba wakulima wako huru kuuza chai mahali popote wanapopata bei nzuri, akiwaonya viongozi dhidi ya kuigawa sekta hiyo kwa misingi ya kikanda. Tea issues are not political. Tea taste issues are not political issues. They are technical issues. It is a technical issue. We have also got options. Na tuwaambia watu wa KTDA wafanye hivi. We have said the tea market is also open. It's also open on the internet. Wewe ukiwa na majani yako, usikie pale unauza sio mzuri, it is open for you to sell anywhere in the world. Na mtazamaji, matayarisho ya mbio za nyika za Chepsaita makala ya 3 yameng'oa nanga rasmi katika kaunti ya Uasin Gishu, na kufikia sasa mtazamaji, wanariadha 5,000 tayari wamejisajili kushiriki mashindano hayo yatakayoweza kufanyika mwezi wa Disemba tarehe 6. Wadogo kwa wakubwa tayari wamejitokeza na kujisajili kwa mbio za kitaifa za nyika za Chepsaita eneo la Turbo, kaunti ya Uasin Gishu. Watoto walijiandikisha kwa foleni ili waweze kupata nafasi ya kujiunga na shindano hili. We have now the total numbers is approaching 4,000, and I'm sure that by the time that the registration is closed, we are going to meet or surpass the target that we have. We have the young ones also that we are targeting 2,000, especially for 5 years to 7 years, and then from 8 to 10, and then from 11 to 13, 14 to 15. Mbio za mwaka huu zinalenga kuchangisha zaidi ya milioni 20 za kuwalipia wanafunzi wa mbali wasiojiweza. But the most important one is running for education, which is really the key program that we are having here. There will be 20 schools already who have already received the money, and every school will be receiving 1 million, 100 students per school, and therefore the benefits will be immense for this community. Kwa sababu watoto wengi wamekuwa kikaa nyumbani, wengi wanaenda sasa shuleni, na hiyo imeleta manufaa sana katika kijiji hii ya Chepsaita. Mkurugenzi mkuu wa mbio hizo Barnaba Korir amesema kuwa pesa za wale watakaoshinda mbio hizo zimeongezwa hadi shilingi 1,750, hii ikiwa ni kitita cha juu zaidi kwa washindi ulimwenguni. The prices that you cannot compare anywhere in the world. The Coldly Level Cross Country Series, normally the ultimate, about the 14 series worldwide, the ultimate price is normally $6,000, the total amount for that the series. But then here, the prize money for the major event, the 10K men and women, is 750,000, which is slightly more than 6,000, and this is only a single event. So you can imagine now an athlete that wins for this country several series of events, how much money they will earn. So maji tena tumepata maji, tulikuwa tukiteseka maji, tunaenda mtoni mbali sana. Korir amefichua kuwa mataifa zaidi ya 20 tayari yameonyesha nia ya kushiriki mbio za Chepsaita mwaka huu. Husna Munyika, Mo TV Weekendi. Na mtazamaji, bila shaka hayo ndiyo yote ambayo tulioweza kukuandalia ndani ya studio zetu za leo. Nambari ya harafa ni 1211 mtazamaji, au kipenda pitia kwenye mtandao wetu ya kijamii kama kawaida, hashtag ni Mo TV Weekend. Vile vile kwenye Instagram utatupata kama Mo TV 245 ili uweze kutazama habari zetu pale panapoweza kupatikana siku, kama bado hujaweza kutazama habari zetu hapa kwenye YouTube channel yetu. Mtazamaji, vile vile wiki inayofuatia ndani ya Ijumaa tarehe 14 kutakuwa na kipindi cha The Tongue Twister. Usikose kutazama mwanzo mpaka mwisho, hiyo ambayo imeweza kusemekana ni episode 2 ya The Tongue Twister. Mtazamaji, kwa hayo mengi na machache, wahada salamu alaikum kwa wale Waislamu. Hayo machache napiga mstari chini yake niweze kukutakia usiku mwema na njozi njema. Kwaheri.